Kanisa Andalesi la Jeshi la Wokovu na makanisa mengine ambayo yako yote, na washukuru. Mgeni mheshimiwa Bwana Nancy, umeleta maneno mazuri sana kwa yetu. Sasa wasichana wenzako watakuokopa sana kwa sababu ya kusoma kwako kuzuri. Na tunawashukuru wazazi wa Nancy pamoja na kanisa ambaye kuandaa haya machache. Mungu na wabariki. Kwa majina naitwa Peter Jebusi. Bwana Yesu apewe sifa. Ninashukuru Nancy kwa ile kazi nzuri umefanya. Nasema hongera kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya kipekee na ni siku yako. Nashukuru kwa ajili ya kuvumilia. Najua kuanza mwanzo mpaka ufike mwisho ukiwa umefaulu hivi. Hiyo ni hongera kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu si kazi rahisi. Pia nataka nishukuru wazazi wake Nancy kwa uvumilivu. Najua ukiwa na mwanafunzi mpaka unakuwa na changamoto, na nashukuru kwa sababu Mungu amewapigania, amewawezesha kwa hiyo hali mpaka umefanikisha elimu ya Nancy. So hiyo ninasema wacha Bwana wa majeshi aendelee kuwalinda na kuwapa nguvu. Na Nancy, tunakutakia mema, tunakutakia ushindi kwa ajili ya sehemu ambayo imesalia. Najua umemaliza na mahali ambapo imebakia, wewe sasa unajua kwamba sasa ndio umevaa kiatu ya wazazi wako. Umevaa kiatu ya wazazi wako. Saa hizi wazazi wakiangalia wanajua tuko na mtu. So uilinde jina ya baba yako na ya mama yako na ya ukoo, na Bwana wa majeshi akutie nguvu. Pia umhofu Mungu, na kwa yote upende kanisa. Bwana apewe sifa. Apewe sifa tena. Mimi kwa majina naitwa Jackson Kure. Ronald akiwa ni kijana anayenifuata mimi. Na ninajua bado kuna mandugu zingine wako mbele. Sherehe ikielekea utafika. Mimi tu nataka nishukuru Mungu. Jambo lenye Ronald amefanya, unajua sio rahisi. Unaposoma kitabu cha Isaya 62 kuanzia penyewe mpaka 2, kweli kama Mungu amekutendea vile ametendea mji huu, ni jinsi hii jamii imekaa chini na wakaona wapate pride pamoja na jamii ya eneo hili. Mimi nikiwa baba yako Nancy, waje nikwambie maisha sio rahisi vile unafikiria. Baba yako huyo akiwa KMTC Kakamega, mwenye amemlipia fees nimekuwa ni mimi. Sasa usifikirie mambo ni rahisi vile. Kuna challenges maishani, lakini ni mzuri fanya namna gani uchipe moyo. Kuna watu wengi waliondoka wakienda college lakini hata hawakurudi. Lakini kwako vile wewe umerudi, sisi tunashukuru. Ikiwa tu kama mzee wa eneo hili, unajua eneo alihesabiki kwa miti ama wala mawe. Eneo linahesabika kwa watu, na ni watu kama wewe. Mimi tunataka tukushukuru watu wa eneo hili, kwa maana hili eneo ni eneo mzuri. Unapoona wizi ikifanyika eneo hili, labda watu wenye wanaiba watakuwa wametoka nje, lakini sio eneo la Malakisi. Eneo la Malakisi watu wako na mfano mzuri, na mimi ninajivunia.
na kama mzazi Nanzi kaze mwendo. Kama ni mambo ya masomo, malize masomo, ndio mambo mengine itafanya mlagani itakuja nyuma. Mimi nimefurahi, unajua tukiwa kwa sherehe kama hii pia sisi wazazi tunapata hizo ponga kwa. Mimi nitashukuru tu kanisa la Salvation Army. Maana hili ndio kanisa karibu kila mtu alilelewa ndani. Na pia nataka tunishukuru mchungaji wa ABC akiwa ni mchungaji wangu. Nimefurahi. Na unajua wengi wa mahali hapa ni wakulima. Hata pia nami ninawashukuru sana. Mjisikie uhuru vile mmekanyaka mahali hapa. Tuko na utaratibu ya kutosha. Kama ni mambo ya corona tumezingatia, msiwe na wasiwasi. Kwa hayo machache na mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa andalizi, wageni wote ambao wameweza kutembelea kwa siku ya leo, sema Bwana asifiwe. Nasema karibu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni furaha kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tena nashangaa kama watu hawajafika, lakini wako njiani. Bwana Yesu asifiwe. Mgeni wetu wa heshima ambao ameweza kutuleta mahali hapa, nataka nikushukuru kwa kazi njema ambayo umeweza kutenda. Ninajua kwamba leo hii sasa leo nimesherekea kwa wawili. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo nilikuwa kwa Kurwa. Bwana Yesu asifiwe. Steven Kurwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii niko kwa Ronald Chepkwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na ninafurahia yale matunda. Nasema tu kwamba shangazi, ninakushukuru kwa kazi njema ambayo umeweza kutenda. Umevumilia pakubwa hadi kumaliza masomo haya, kwenda kupata shahada yako. Ni shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kama shangazi nimefurahia. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapo nyuma niliweza kuugua. Haleluya. Niliweza kuugua na msichana shangazi wangu aliweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Najua yeye amenihudumia. Ninaposema hivi nimeona kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaomba tu kwa sababu umemaliza, na hiyo ndio uliokuwa umetarajia maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapotoka kwa ajili ya kuhudumia, usijakue. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kufanya kazi yako kwa yule ambaye ako mbeleni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usitofautishe ukapoteza baraka yako. Haleluya. Sisi kama jamii ya Kamnyerek tumefurahia. Bwana Yesu asifiwe. Tumefurahi sana, hasa mimi. Haleluya. Nimefurahi sana nikisema kwamba ukaweze kuendelea hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kwamba sisi tuko na kama familia ya Kamnyerek wasichana tuko wengi. Licha siku hii ilikuwa ni siku ya shule, wengi pengine wako kwa shughuli nyingi, lakini tupo. Usiseme kwamba pengine lakini tupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sina mengi, bali ni furaha kubwa, na Mungu wa amani akazidi kuwabariki. Nikiwa mchungaji wa kanisa liko hapa barabarani la Save Our Souls. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Julikana kama mchungaji Frida Steven, lakini yangu ya nyumbani, haleluya, ni Frida Chepkwezi, na Mungu wa amani akazidi kuwabariki. Apewe sifa mwana wa Mungu. Hakika ni furaha iliyoje wakati huu ambapo mtoto huyu ametuandalia siku hii. Nina furaha sana, ni kwa sababu ya yale huyu ambaye ameweza kutufanyia. Hakika
kama wenzangu mtanipea witness, ukifunza mtoto na akaweze hakika kufikia kiwango kama hiki, anakupea nguvu. Hata wakati unajaribu kutafuta, unatafuta na bidii. Kwa hivyo shangazi wangu, hongera kwa kazi ambayo umeweza kufanya. Nafurahia sana, maana hata katika hiyo nafasi mimi huyu nafikiri ndi nimetangulia mbele ya Chepkwesi. Nina daktari, nami nataka kusema Nancy, fuata huo mtindo. Wewe ukiwa ndiwe kifunguo katika nyumba hii, umeweza kutuonyesha ya kwamba wewe unaenda kufanya mambo mazuri, na hata walio nyuma yako sasa watajaribu kuweka bidii katika masomo yao, wakijua ya kwamba kumbe tunatazamia nasi tuweze kufanyiwa sherehe kama ya Nancy, hii ikiwa ni changamoto kwa wenzako. Mimi nikiwa kama shangazi wako nina furaha sana, ni kwa sababu umenipa nguvu. Hata ndugu yangu alikuanga na wasiwasi, hata ukimuita kwa sherehe kama hii, yani anakuwa mgumu wa kuweza kuhudhuria, kwa sababu mawazo yake inampeleka kwamba mimi naenda kwa fulana mimi. So umemupa changamoto, atajiachilia anapoenda kuhudhuria mahali pengine, pia anaona nami nimeingia katika kiatu hicho. Kwa hivyo pongezi sana, kazi yako ipatie, uweke Mungu mbele kwa kila jambo, kwa sababu yeye ndiye amekuwezea wewe kufika siku hii. Kuna wengi walitazamia kufika na kuona siku hii, hata wakaweze kuvaa hiyo gauni, lakini hawakuweza. Ni kwa sababu Mungu anakupenda, amekujali, ndiposa ukaweza kufika siku hii. Mshukuru kila wakati, mupe nafasi yake ya kipekee, umuhofu kwa kila njia yote, na utaona ufanisi mbele yako. Hata na wewe baba pia unaenda kusimama kwa kiatu kama mzazi, siku moja ukaweze kuendelesha jamii yako katika njia ya masomo, kwa sababu sisi Kapnyirek wasichana hatuko nyuma kwa upande wa kufundisha ama kusoma, tuko mbele mahali pale. Tunahofu masomo, na ninaomba pia wewe ukahofu masomo, uyaweke mbele katika nyumba yako siku moja, maana umejionea kumbe yana matunda. Kama wageni wote ambao wameweza kuingia mahali hapa, mimi huyu ninayeongea, mimi ni kama mahali hapa ambao tumesimama, mimi nakuwa kama shangazi mkubwa mahali hapa, kwa sababu mbele yangu kuna yule na hajaweza kufika. Kwa hivyo yule ameongea ananifuata mimi nikiwa Alice Chepkwesi. Nimeokoka, Kristo akiwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ukaweze kubarikiwa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Beatrice Zebusi. Nashukuru Nancy sana, kazi yenye umefanya tunashukuru sana. Huyo ni kama ni shangazi yangu, na wale wenye wamefika hapa na washukuru, ni asante. Na wacha Mungu akawabariki. Kwanza kwa majina naitwa Ronald Gibede, na nataka nishukuru Mungu na wakati, kwa sababu tunajua kwamba Mungu ndiye anatuandalia na Mungu ndiye anatenda, na ni shukrani kubwa kwa mjukuu yetu kufikia siku kama ya leo, ni ya furaha. Bwana asifiwe sana. Na upande mwingine mwenzangu kaka yangu, kuna heshima mara pili. Bwana ananiita baba, kaka yangu. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi nataka nimshukuru kwa kazi yenye ameonyesha. Hiyo ndio ukakamavu, na hiyo ndio uzuri wa wewe ukiwa hata umeelimika, utakuwa unafanya kazi mzuri. Bwana asifiwe sana. Nataka nishukuru babu, kazi yenye umefanya, tajua kwamba Mungu alikuwa ameandaa siku iwe vile ilivyo siku ya leo. Na kazi yako utakapofanya, ukiwa mahali popote, ukiona mtu amekuja aina gani, wewe kubali jinsi ulipokubali.
hiyo ndio itakuwa kazi yako, unafanya ile Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Hakika mimi sitakuwa na mengi kwa majina, nafikiri nimewaambia, na Mungu wa amani akawabariki. Kwa majina naitwa Mohamed Justus, mimi ni mjomba wa Nancy. Kwa kwanza ningependa kushukuru wazazi wako vile wamekulea tangu mwanzo mpaka mahali umefika. Nakumbuka kwanzia primary ulipewa mzingo mzuri na pia onyesha bidii yako. Nakushukuru sana. Pia vile chema na ukoo amesema, hata baba amesema, mwanashangazi, hii ni mwanzo tu na mengine itafuata baadaye. Sasa jukumu lako uweke bidii. Sisi kama wajomba nafurahia sana hiyo bidii yako. Na pia mambo mengine hiyo tunasikia hiyo wacha ngoje kidogo, lakini wasoma kwanza. Asante. Bwana apewe sifa. Kanisa na wageni wote waalikwa, mgeni wetu wa heshima, hamjambo. Nafikiri niko na furaha excess, na nataka niseme hivi, Nancy, mimi nikiwa mjomba wako, since your early childhood education mpaka sasa hivi, babako amekuwa akinieleza mambo yote kuhusu kuanzia baby, primary, secondary, na sasa leo hii already alikuwa ameshaniambia kwamba kutakuwa hivi, na nashukuru kwa bidii yako, umeprove ya kwamba unaweza. Na iko hivi, jinsi babako amesema kwamba isibaki hapo hivyo, jaribu tena zaidi, hata umpite ikiwezekana. Kuna kitu inaitwa PhD tena, jaribu. Langu tu kukupongeza na kukuambia kwamba uzidi kubarikiwa na njia zako zifunguke zaidi, na ubaki Nancy, usifika mahali ukadilike kuwa Nancy mwingine. Kwa ule Nancy mwenye tunamjua, utaenda kule Nyanyani, ukiwa kule Kakamega, Bungoma, usikie pia kwamba ukienda kule ukipata Nancy akona ile kitu inaitwa customer care, anakaribisha vizuri popote utakapokuwa. Asante sana na Mungu azidi kukubariki. Bwana asifiwe. Asifiwe. Nikizungumza wacha mwenzangu mkubwa afika hapa aanze kuzungumza, ndio nizungumze. Turesera ukankolere bulayi ebizire makizoni akwele simendayi bakuli bakana bakyabi bakwibele kuli kwalamba gwengen kukwele simendayi kozi tete manakilira kozi nabalata kukwele simendayi ukolele kizoni kyakuramu Lord wakilile dala amahola alisakaola bwena ata hakakochele bwedino hakabusuna wikira kwewe na simile na ikine papa hoshi ojehewe. Bwana asifiwe. Nashukuru Nancy ile alianza kazi yake. Nikifikiria mimi mgonjwa hivi atanipata kweli. Nashukuru Mungu wa amani. Ukweli Mungu anaweza vyote. Saa hii tumesalimiana na Nancy, nimefurahi kufurahi ajabu. Ninakwambia mkoko yangu, usirudi nyuma, ufanye mchezo, tia nguvu, endelea, ufike mbele. Ufike mahali baba yako ali, hata umupite. Naona ana miguu hakuna. Nitabeba hii miguu nikulete.
Nancy, umeniona? Niko na furaha ya ajabu sana. Mungu wa amani akulinde, akupiganie, akupee akili ya ajabu. Mahali unakanyaga Mungu peke yake, na usisahau kanisa. Usiseme nilipata kazi saa hii naenda kanisa lini. Hapana, endelea kabisa. Siku ya Jumapili kimbia kanisa koko. Ona mimi miguu imenishinda hata kutembea siwezi. Endelea kabisa koko yangu. Wewe ndiye msichana yangu mkubwa kwa boma, na ubarikiwe. Nyanya yangu mimi niko na furaha hata sina ya kusema, nimejaa tu furaha peke yake. Nashukuru mjukuu wangu, nimeshukuru kabisa. Tena nashukuru Mungu kumweka bahari nafasi ambao ako saa hizi. Niko na mkubwa wangu hapa, nahitaji aseme kwa mawili sana. Bwana wa Mungu, nimefurahi jana yangu mkubwa aliniambia hata kama ni kuweka acha bana, wewe fika huko mama, utajionea na kwa kweli. Alafu shoti yenye ni muhimu kabisa, long shot 8 yote hiyo utapiga kama zinanzia, piga kama picha kama mbili na bomba. Asante Bwana. Tembea nikaona hivi mara ya kwanza. Hivi mara ya kwanza nasi amefanya nimeona maajabu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Joyce Mkwara. Bongoni, nina furaha gogo. Sikujua kama nitaamka. Nimeamka kwa maneno yako. Nimelala chini wiki moja. Kwa nilichukuliwa tu nikasema Mungu. Maneno yuko mbele. Nimeamka leo nasema tafadhali yangu atasema wewe. Ndio wapi? Ninafurahi. Masomo ni kitu mkubwa. Enda mbele. Kitu nyuma. Angalia yana ninafurahi. Wewe tuko mwala kama ngara mwae. Wewe jamani. Asante, nimeshukuru sana. Hivi ila alikuwa form 4 akaniambia nimepata hii. Nikasema niko na performa yangu, lakini hii inanionyesha mimi ati ondoa hii, kata ongeza, wewe kitu ongeza. Lakini vile umeongeza, nimeshukuru, hata nimejaa furaha. Asante sana. Sina mengi. Na Mungu akubariki na hai. Just a minute. Kidogo babu wa Nancy akuje, babu wa Nancy. Nancy muangalie vizuri, anahitaji akule mzuri, anahitaji matibabu ya miguu, anahitaji angaliwe, maana wewe ni daktari. Okay, tazama. Huyo ni babu wa Nancy na Nancy mwenyewe hapo.
wanaangaliana. Okay, amenyamazia ati hawezi ongea. Ama babu utaongea? Anamwambia nitakuoa twende upande ule. Kama shukrani kwa Mungu kwa siku ya leo, waalikwa kuja kuona Nancy ametufanyia nini. Kwa wata jana kwamba katika wodi yote Cheskaki wangapi wamefuzu kama madaktari. Sakaunti kwa mjumla wangapi wamefuzu kama madaktari. Asante kwa basi nikiwa hapa mimi ni Sato Njane Ngame kwa Kamukek. Kap kiabu tu amejisifu kami rek. Amejisifu. Ameweka mimi kando. Tumeoana, tumechangamana, hatujui tutaenda kitu gani. Mungu. Kwa hivyo Nancy, wote wameongea hapa. Mambo ndo kuongezea tu. Nikiona hapa, hakuna mtu ananishinda kwa miaka. Kama kuna mtu ana miaka 90, acha simame. Hapo yeye. Hakuna. Nina furaha kwa miaka zangu Nancy kukuona. Wewe na mjomba yako Rofas hapo chini huko. Kuna nafasi nzuri ya kutualika tena kesho. Chini nyingine huko. Nimekuja kumwambia wewe asante. Kwa kazi yako. Ninafuraha kwa sababu si wewe tu. Kuna mtu yangu naye mwingine huko. Tuanzoya anachukua udaktari. Utakutana. Kwa sababu utakuja. Shukrani. Wakati ulikuwa hapo chini, ukaniambia ende huko. Nikakuja kwa niweke sindano. Nancy, unaniumiza hata pana. Hata nyumbani. Niko hapo polisi. Shukrani. So soma mpaka kichwa yako hiyo wasimu. Tunaambiwa mengi, tunaambiwa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimefika jana asubuhi na jioni tu ndio nikasikia ya kwamba kuna sherehe. Lakini kabla niseme, wacha mama awasalimu. Haleluya. Kigaste Yesu Kristo. Sisi wote ni wa Mungu. Ama kuna yule wa shetani? Kuna. So ninapenda kushukuru sana ninyi nyote ambao muliitikia wito huu na kuja kusherekea pamoja nasi kama familia ya Kapchiabusi. Tuna furaha sana kwa sababu mtoto wetu Nancy ametupeleka somewhere. Si ametusongesha mahali. Kama sio kujitoa kwake hatungekuwa hapa. Angefuata ile njia ingine ya ulevi na kadhalika, tungepotelea hewani tu hivyo. Lakini tuna furaha kubwa kwa yeye kujinyima vyote na kuchukua
masomo. Kwa hivyo tuna furaha, tunajivunia hiyo. Kama mama, yeye akiwa mkubwa, si hata mimi ni mkubwa. Yes, mimi ni mama yao mkubwa. In fact, when she was born, nilishona shawl mzuri kabisa, decent, na nikatumia baba yake akamletea akafunika. So it was a blessing to her. Yes. Kwa hivyo ninafurahi sana. Majina yangu ni mchungaji Mama Gladys Chebus Matasero and his Matasero. Kwa hivyo ninafurahia sana kuwa katika sherehe hii, na nitasema tu jambo moja kwa sababu ya shemeji yangu, maana niliishi na yeye, alikuwa kama mtoto wangu. Kwa hivyo Timothy chapter 4 verse 8 inasema mtu asiye jua kulinda jamii yake vizuri na kuelekeza kwa njia inayofaa na kumpendeza Mungu hastahili. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu ya shemeji Ronald kwa kuchukua nafasi hiyo ya kufundisha watoto, kwa sababu saa hii hakuna mashamba, hakuna ng'ombe, hakuna nini. Saa hii ni kuelekeza watoto kwa masomo. Hiyo peke yake ndio jambo ambalo inakufanya uwe proud, and even you can be, yani you will be known because of taking your child to school. Lakini ukisema tu kule raha na starehe ya wazee, unakuwa ni mtu ambaye unadharauliwa hata kijijini. Lakini Ronald, ulishika mkondo wetu. Unajua unapofundisha mambo si rahisi, mama unabaki na nguo moja, lakini baada ya yote si unakuwa mzuri. Yes, so kwa hivyo tunashukuru sana. Najua Ronald hajakuwa anakula starehe, but now we are here to celebrate with you. Kwa hivyo ni vizuri sana. Jikase mpaka umalize wote, wengine wasibakie nyuma. And then utakuwa mzee wa heshima. Kemoya kini kiko nene kukata. Magia mwamona kini itinya mbari anikata. Magia mwamona kini itinya tukata. Watasema umepeleka wangapi chuo kikuu, wangapi madaktari, wangapi ni walimu, wangapi ni engineers. Hiyo ndio mambo ya saa hii. Sio ile ya baba zetu kini uko na ng'ombe ngapi na mayaka ngapi na maploti ngapi. Hiyo ilipitwa na wakati. Saa hii ni kuangalia masomo. Na wamama ninasihi hivi, kama mzee anafundisha, wewe shikilia hiyo. Usisema omsakula ya jisiringie ngene, no. Tulipitwa na hiyo wakati. Saa hii ni kufundisha mpaka the last minute, last cent iwe used up, na hapo ndio itakuwa mzuri. Sini sawa? So mubarikiwe sana. Mimi naitwa Gladys. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wanasema wamama sijui kwa siku wanasema maneno mangapi, lakini wanaume yao ni kidogo. Lakini tunashukuru kwa hao. Kwanza iko chief hapa, siku nimemtakia pole. Asante kuwa hapa pamoja na kanisa Jeshi la Wokovu na Pastor Geoffrey. Hapa ndio nyumbani, na kwa vijana mimi ndio mkubwa, na nataka kushukuru kwa ajili ya hatua ya ndugu yetu. Naanza congratulations Nancy kufikia mahali umefika. Amen. Vile mama alisema ya kwamba sisi tulikuwa wa kwanza, na nataka pia mchukue mfano ya kwamba kumfunza mtoto msichana hapo mwanzo ama mbeleni ilikuwa inaonekana ni kama ukifunza msichana ni kama kuna hasara, lakini sisi hatukuangalia hiyo. Tukasema hawa watoto waje tuwapeleke, wasichana hawa tuwapeleke bodi. Najua kuna maoni ilikuwa nyingi ya kwamba kupeleka boarding saa zingine ni kuharibu, lakini tulikuwa tunajua ya kwamba tukipeleka hao watoto boarding tunawasaidia
kuwatenga na mambo mabaya ambayo inapatikana barabarani mtoto anapoenda shule na kurudi nyumbani. So tukaona huo ujasiri na tukaona matunda yake, na tunashukuru ya kwamba hata ndugu wetu Ronald pia alifata hiyo njia pamoja na wengine wote, wakaona ya kwamba kuchukua elimu ya mtoto msichana kuwa muhimu na kuwapeleka katika shule ambayo pia inaweza kuwasaidia katika maisha zao ya miaka yao ijayo. Amen. Kwa hivyo tunataka kushukuru na pia nawakaribisha, kwa sababu mimi ni kama mkubwa katika hii boma, ninawakaribisha kaweze kujisikia huru na tumshukuru Mungu kwa kazi ambayo amefanya katika huu mji. Biblia inasema ya kwamba Zaburi 126:5 inasema mpanzi anapoenda kupanda anapanda nini? Kwa uchungu, lakini wakati ya harvest ama wakati ya mavuno anavuna kwa furaha. Na hii ndio furaha tunasherekea, na si mtu mmoja, ni sisi wote. Kwa hivyo karibuni na Mungu awabariki. Nachukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa ajili ya wakati kwa siku ya leo. Imekuwa ni siku ambayo ni ya kipekee katika boma hili kwa ajili ya furaha ya msichana wetu Nancy. Nancy ni shangazi wangu. Nancy, nakufurahia sana, ninakupenda sana. Mahali umetoka na mahali umefika imegharimu mkono wake Mungu. Nataka nishukuru wazazi wake, ndugu yangu ambaye ananifuata kwa ajili ya kumlea Nancy vizuri. Amekuwa ni mtoto ambaye amekuwa ni kielelezo kizuri katika boma hili. Yeye ni firstborn, na kwa sababu amekuwa firstborn ameonyesha mwangaza ambao ni mzuri sana. Mara mingi firstborn asipoenda katika njia nzuri unaona ni kama umepoteza. Sasa Nancy ametuonyesha njia mzuri, ameweka mwangaza kwa ajili ya wengine, na najua wengine watafuata huo mtindo. Kwa hivyo Nancy, asante sana, na nashukuru wazazi wako kwa maana walijitolea kwa ajili ya maisha yako. Hiyo kosi ambayo umekuwa asante. Hiyo kosi imekuwa ni kosi ambayo ni expensive sana. Sisi wengine hata hatungeweza, lakini ndugu yangu alijitolea kwa hali na mali akahakikisha kwamba unaenda hiyo kosi. Nakumbuka ulitakana kujiunga na university, lakini akasema hapana, nataka achukue hii kosi. Na hii kosi itatusaidia sana, maana utatunza afya yetu. Na washukuru sana. Na wote ambao mmeweza kumsaidia kwa mawazo, kwa mambo mengi, na washukuru sana. Nancy alipozaliwa, wacha niwarudishe nyuma. Mimi nilikuwa nimetorokea nyumbani hapa nikiwa nimekosana na mzee wangu. Nikawa niko kwetu. Nikakaa wiki ikaisha. Wiki ya pili kutoka shule nakuta shemeji amelala kwamba amejifungua. Mtoto msichana. Alikuwa kadogo hivi. Mwenyewe anasema mbona ni kadogo? Nikamwambia si kadogo. Huyu ni mtoto wa baraka. Kwa hivyo ndugu yangu alikuwa college. Sisi ndio tulimpokea Nancy alipozaliwa. Alikuwa anaishi kwa nyumba ya nyasi kule kwa kona huko. Sisi ndio tulimpokea, na nikidhani shopping ya kwanza nilipoenda mshahara nikaona nifanyie kwa Nancy shopping kidogo, tukamkaribisha duniani. Kwa hivyo yote ilikuwa ni baraka. Mikono yetu hii na wale wote walisaidia Nancy akizaliwa wakati baba yake ako college, tulimpa baraka. Na Mungu ameendelea kumpa baraka mpaka sasa. Na hata mengine tunajuana sisi wenyewe na Nancy. Mwenyewe anajua siri yetu. Kwa hivyo tumetoka mbali. Mimi tu nina furaha nilipopata habari juzi kwamba ana graduate, nikasema haleluya. Mtoto yeye ameweza kumaliza kosi yake. Wacha ndugu yangu sasa atamweka kando, atashughulikia sasa wengine. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huo kumpa hiyo baraka ya kuweza kufaulu katika huo mtihani mgumu, na najua mbeleni anaenda kutusaidia sana. Nashukuru wote ambao mmefika kwa ajili ya tuweze kucheka na kufurahi pamoja. Asanteni, Mungu awabariki. Mimi naitwa Jane Temko, mimi ndio mkubwa kwa baba yake. Baba yake ananifuata mgongoni. Wageni wote pamoja na familia ya hapa, na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.
Mimi nina furaha sana ninaposimama hivi. Nimeona mwangaza mkubwa zaidi. Japokuwa nilipewa ripoti nikiwa mbali, na katika harakati zingine nimejiroa kidogo kitu ambacho nilikuwa nazo, singeweza kufika na lakini jaribu nimefika. Naomba radhi kwa kuchelewa. Ango, unaenda mbona mimi? Kama unijui. Sasa mimi hapa natoka Chepkube kule mpakani. Mama koko ya huyu na mama yangu ni moja. So nachukua dada yangu hapa, huyo ndiye alikuwa rafiki wangu kabisa tangu utotoni nakokuwa. Na alinilea kwa njia mzuri na naona mwangaza inakuja, hata pia nina furaha sana kwa sababu pia nina watoto kama hao pia wako shuleni. Singeingia hapa singeweza mwangaza hii. Wanasema kwamba ukitembea ujifunza mambo mengi. Na nimefurahi, hiyo ndio barabara ambayo imefunguliwa na Mungu akaweza kubariki na hayo. Asante. Mama. Uje. Jomba haya tuje. Mama nakuelewa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Mimi nami nashukuru Mungu kwa kutupa nguvu. Tulipotoka hatukuwa tutafika, lakini tunashukuru Mungu ametuongoza tumefika, tutasema ni asante. Mimi langu la kwanza mimi ni Mchomba. Na mwaka jana nilikuja hapa nikapatana na tata yangu huyu. Tukafika tu pap na anatuambia, "Hey, mjomba yenu ametoka ameenda shule." Kisema ningejua mnakuja ningemwambia atulie kidogo awachue. Bado sina pesa. Lakini sisi tukasema Mungu ndiye aliandaa. Na akasema hii baraka ya Wachomba lazima ifike hapa hata kama ameende tamfuata. Bado sina pesa. Amen. Na tunashukuru Mungu kwa kweli mfuata, matokeo yametoka mema, tunasema ni asante. Tunashukuru Mungu aliyempa nguvu na aliyempa akili. Tunasema asidi kumupa ili uko mbeleni ashughulikie wengi. Bado sina pesa. Mimi ninayesema huyu ambaye koko wake ambaye anasema mama yake ni tata ya baba yangu. Sasa mimi nimeleta baraka sote. Mjomba, hata kama unijui, nilifika hapa mwaka jana na nikasema baraka sikufuata. Na ndio hizo zimekufuata na nimefuata tena nikuje nione jinsi Mungu alikubariki. Bali zina pezi. Mimi kwa mashina Steven Stuma tumekuja tukushuhudia na Mungu wa amani awabariki. Kwa ajili niliona msichana wangu bila nang'ara hivi, nasema ni asante. Kwa ajili ya kujikaza hiyo ilichipa moyo. Haungejipa moyo, nadhani hata classmate wako watu kuwatazama wengi hata walikuwa mjiani. Lakini nashukuru kwa ajili moyo ni ulikuwa naye, umetupa matunda nzuri sana. Yenye najivunia hata mimi kutoka huko hivi kwa ajili ya wewe, nina furaha ndani mwangu sana. Kwa ajili ulikuwa mtoto mdogo sana. Na wacha nikwambie heshima yako ndio inakupatia mwangaza mbele. Na usije ukabadilika na hiyo heshima yako. Endelea kuwa tu hivyo hivyo na Mungu akuze. Penye umetoka na penye unaenda, si unaona mwangaza? Tunasema ni asante, baba kujinyima, mama kujinyima kwa ajili ya wewe. Tunasema ni asante na sisi tunasema tu shukrani. Mimi sina mengi, kwa majina naitwa Eunice Jo Chesiro. Mimi sio msichana, mimi niko na mume. Huyu ni mzee wangu. Sasa ndio msichana. Umesikia? Tunashukuru sana. Katika jina la Yesu amejambo. Amejambo tena. Mimi nina shukrani kuu, tena nina furaha kwa ajili ya kusimama mahali hapa kwa msichana wangu wa baba. Na mimi kabla sijasema naweza sahau majina yangu. Mimi ni Robert Wasinunu. Hao wasichana wawili hawa Ana na Birisira wananifuata mimi. Mimi ndio kijana wao mkubwa anaitwa Wasinunu. Sasa hao wako nyuma yangu ni wasichana wangu. Na ninashukuru Ana kwa maana hakuenda mbali, aliruka tu mpaka hapa akaingia hapa. Naona baraka vile tunasherekea. Tunashukuru sana Ana. Mungu akulinde ukale haya matunda. Tunashukuru sana. Na Nanzi, saa hii wewe si wa Mujuu, wewe ni wa Kenya nzima.
awe Mturukana, awe Kabirakani, huyo atakuwa mtu wako, kwa maana wakati utaenda ujui watakupeleka wapi, na mahali utaenda kule ndipo utapata familia yako na marafiki, na uwatumie watu, kwa maana usijisikie kama wengine akimaliza masomo hivi anakuwa kwa ranga ya juu, hata ukimuuliza madharau, anakuangalia wewe si kitu. Lakini ninajua wewe ni msichana mzuri, na tena kitu ya pili, umeongeza value ya mji huu. Unajua saa hii huu mji si wa kuchezea. Hata kama kijana atakuja mji huu akiwa fake nazi nakwambia unajua kuna dizio mmoja alisema alifunza mtoto wake mzuri na yeye akunywi, yeye ni fast, alafu anakuja msichana anakuja na kijana anakuja kuonyesha baba yake kwa sofa, anakaa hivyo, anaweka miguu kwa sofa ya mzee na anaanza kukunywa sikari hivi. Akasema hii ni majaribu kani mambo kuletea mtu wake, mimi nimehubiri na umeletea haya, imetoka wapi? Sasa nazo ujipe heshima na kasi yako itakuwa mzuri, kwa maana hata mimi nilienda Bungoma na mtoto wakati mmoja, nikapata msichana wa Ango Kenyatta. Mimi sikumjua kwa maana umevaa nguo zao hizo umjui, lakini niona tu anakuja haraka, anashika kitabu haraka. Mimi nikatoka Bungoma mapema. Tupende watoto wetu, tupende watoto wa majirani, tupende watoto wa community, kwa maana wewe ukimshikia shauku labda yeye atakuponya, kwa maana shindano yake akikutunga na utapona na utakuwa na ushuhuda. Sasa tupendane, unapoona mtoto wa mtu umuombee yaliyo mema, usianze kusema mambo mabaya ya laana ya nini, hiyo sio mambo mazuri. Na unapowasia mtoto wa mwenzako mambo mabaya, nawe hautapata hiyo baraka. Masomo ni kitu ya maana. Hata wakati mimi ninakaa nikiona kweli wazazi wengine walikosa, lakini waje sisi tushikilie hiyo laini wenye tuko, alafu tusukume community yetu iwe na watu wasome. Hapo nyuma hii area walikuwa wanasema ya watu wa pombe, lakini sasa tukianza kuhesabu mpaka mtoni huko utashangaa. Madaktari wako, engineer na wako wanaendelea kukua. Sasa sisi waje tusukume kurutumu na tuwaombee Mungu, kwa maana mahali wanatembea sisi hatujui, mahali wanakaa hatujui, ni kuwaombea tu Mungu akakutie nguvu. Kuna wengine hata Peter huyo anashuhudia. Kuna mwingine tulimsaidia masomo akaitisha harambee, familia yake haijiwezi. Huyo Peter akanunua briefcase, lakini mwisho huyo mtoto kuenda kusoma kurudi hakugraduate, alikula school fees. Hiyo ni mbaya. Kumbuka wazazi wako vile wanaumia nyumba. Hata anakuja anaomba uongozi kuanguka, unapiga kelele ati wamwandike kazi, ukasema leta makaratasi ya university hakuna, ya form 4, na huko anapewa kazi ya degree. Si angekuwa anakula matunda? Sasa Nancy, tunaomba Mungu, wewe umekuwa msichana mzuri, kwa maana umeona mengi kwa hiyo shule, kwa maana kuna vijana wanatoka kabila mbalimbali na wana vituko yao, lakini wewe hukiingiza kwa hiyo kikundi, ndiposa umekukalia vile wamekaa hivi. Oka serikali imekukalia chief, sasa wewe unaenda kuwa memba wake sasa kwa serikali. Sasa tunashukuru Mungu, Ango shikilia, unajua una mizigo ingine nyuma mingi imekusukuma, lakini vile wa kwanza amefaulu, ninaamini hao wengine utapitia tu. Tunakuombea uhai tu, uwe na afya ile mzuri, upikania hao nao watoke. Nashukuru sana. Mimi kwa majina ni Robert Wasing'ong'o. Hii boma ya baba na mimi mwenyewe ni Omu Kiabi. Ana huyo ndiye anasaa watu wanatoka kwetu kwa Cheloa hapa tu. Sasa ninashukuru Mungu kwa maana wasichana wetu mahali wanaenda wao wanatupepa jina, na walichukua baraka sote wakaenda nazo, maana mahali msichana anaenda anaweka tu wale wa akili peke yao. Sasa nasi tunajivunia, kwa maana ungekuwa ungesawa wazuri wangesema huyu naye alitoka kwa familia gani, ametuletea hasara mjuu, lakini kwa Jebusu umefanya kazi. Asante, Mungu akawabariki. Mungu apewe sifa. Atena
Mimi pia nafurahia sana na nafuraha kuu juu ya mwanafunzi ama huyu mheshimiwa ama mgeni wa heshima kwa siku ya leo. Nina hakika kwamba Malakisi area wakati nilihamia hapa, wakati zile kulikuwa na giza hali ya juu, bali tu rafiki yangu by then Mr. Matasero wenda pia alikuwa pamoja na Steven Kurua pale, but the whole of the Malakisi area watu kuwa na watu wengine hao tu nafikiri walikuwa wanaonekana kwa wakati ule, but kwa sasa nashukuru Mungu na pia kwa bidii ya vijana rika yangu wamefanya kazi nzuri kuwafundisha watoto na wakaona mbele na wakaona umuhimu wa masomo. Kwa hivyo kwa sasa hivi Malakisi bila naongea imebadilika kabisa. Mgeni wa heshima msasi hapo mbeleni alikuwa amesema kwamba ye ana pursue masters. But mimi nakuombea mgeni wa heshima kwamba umpite huyo mzazi maratufu. Baada ya kuwa national, uwe international. Kuwa na tupate profesa katika Malakisi area. Hatuna profesa by the way, hatuna profesa katika Malakisi area. But naomba na namwombea awe mmoja wapo, awe profesa. Kwa hiyo machache Mungu awabariki. Nataka kuchukua hii nafasi. Najua kando na mimi kuwa a professional, pia mimi ni mwanabiashara. Anataka nitambue wanabiashara wenzangu wenye tunashiriki nao huko highway huko Melon ama Embakasi. Mkuja hapa wanabiashara, sasa naenda mtajitambulisha tu, mmoja wenu ataongea. So karibu. Pia kwa majina mimi ni Ronald Mjebe. Nakaa hapa Embakasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kanisa andalizi, Kenya wa heshima, serikali, marafiki na wasalimu tena mchambo. Mchambo tena. Nanza. Wazungu wanasema with education sky is the limit. Kita baba, uko na nafasi. Msumbue kabisa. Msumbue kabisa. Asikuwepo na pesa usema anaenda kulewa. Msumbue kabisa. Na yeye ni mzuri. Hata kama wanasema analewa, anajua kwa wewe kama ni investment yake ya kwanza. Ni sisi pia tunafurahia. Na sisi pia tunaona na macho yetu na tuko nyuma yako. Na pia tuko nyuma yake. Sina mengi, mimi nafanya biashara pale mjini. Ulembe mwezi, ulembe swa, ulembe te, ulembe mia. Mimi naitwa Peter Gome, nafanya biashara soko ya Melon. Na Melon tunakaa na mteja Kwesi. Sisi ni wenyeji na tunamkaribisha na mzee mzuri. Nakaa na yeye mzuri. Hatuna shida na yeye. Kama ninataka kusema msichana wetu, nataka kushukuru Mungu sana kwa maana ni msichana kwanza ambaye unajua kanisa. Umeona kanisa lako lipo, ndio wazazi wako wa pili. Tunamna hivyo. Jambo lingine ambayo nataka kushukuru sana msichana ni wewe msichana first born. Unajua msichana first born umefanya jambo la maana sana. Kwa maana umesoma na umepita. Na siku ya leo haujaibisha wazazi wako. Mimi nakupigia makofi kwa hiyo. Si ndio? Na vile leo ni wa kwanza, mimi nataka kuomba Mungu ya kwamba yule anayekufuata na wengine wote wafuate njia yako. Ili huyu mseche Kwesi na mama wakule jasho kama wangali wazima. Sina namna hivyo. Na upende kazi yako na umpende Mungu. Unajua ukisoma vile ulisoma mzuri na ukagraduate. Kitu kingine ambacho nitakana ufuate ya kwamba upende kazi yako na umpende Mungu na uendelee kusoma. Na mwishowe wewe ni mtu wa maana sana katika community yetu.
na Mungu awabariki sana. Nataka nichukue hii nafasi kabla sijaita wale watu wa wizara yangu. Kuna dada yangu ambaye ameingia, anatoka mbali sana, na nimesema asalamie kabla hajakaa. Bwana Yesu apewe sifa, apewe tena. Nami ninashukuru Mungu kuniwezesha nifike kwa sherehe kama hii. Ni Mungu, ni ukisa yake tu ndiye ifanye nikaona kama siku kama hii. Nimetoka mbali, lakini Mungu ameniongoza milima na mabonde, hata pikipiki yenye nimekuja. Ni Mungu mwenyewe ndiye amehusika. Kwa sababu yani hata sijui niseme nini, ni furaha. Na nafikiria nitawachia nafasi watu wawili wa mwisho. Fikiria wa mwisho atakuwa ni yule amekuwa analea Nancy akiwa attachment Sirisha. Mwingine pia anatoka kwa ofisi yangu. So nafikiria nitaanza. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Dennis Masasobi. Nashukuru kwa kufanya uamuzi ukasoma karibu kwa hii field ya kusaidia Wakenya. Asante. Mgeni wetu wa heshima Nancy, kanisa na wakati wa Nancy na watu wote hamjambo. Pia mimi ningependa kuchukua nafasi hii kumwambia Nancy hongera sana ukijitahidi kumaliza masomo yake. Alafu pia kuambia wazazi wake pongezi kwa kujinyima sana kusaidia msichana asome. But side ya yote ni angalau msichana kumaliza na kurudi nyumbani kuambia wazazi asante. Kwa sababu juzi nimekuwa na rafiki yangu akiniambia msichana yake amemaliza university, ati amesikia tu ati alienda. Ati hata graduation nilishindwa kuenda kwa sababu ndaenda kama nani. Nilisikia tu ameenda. But Nancy, nimepea baba yako nafasi nzuri na hiyo heshima nzuri. Daktari, kama kuna hili imebaki kidogo, usikawie umrudishe shule. Alafu Nancy, usikwame na ile baba yako amekusaidia. Yeye pia amekuwa anakisomesha na yake pia. Sasa wewe pia uongeze yako. Usitegemee yake peke yake. Wewe ongeze pesa yako pia. Asante. Picha moja tu inatosha. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nashukuru kwa siku ya leo kwa ajili tuliposikia ya kwamba wana wa staff hapo na sherehe kama hii, hata pia tushukuru. Tukasema wacha tukuje ili tupate kujumuika nawe pamoja. Nashukuru kwa msaada wetu. Tumekaribisha kwa hii idara, ingawaje vile wengi wanaongea kipa. Sasa from there tunaenda hiyo kuongezea. Kwa majina ni Solomon Pisa. Emergencies. So nashukuru tuko na yeye. So mimi nataka pia nilete ofisa mwenzangu ambaye ninashiriki naye kwa ofisi. Ni ofisa mwenzangu lakini akiwa ni kijana yangu. I think I mentored him. Na I think ukiwa tungali national government ndio nimepewa ukubwa pia niliweza kumleta on board wakati tunaajiri watu on sub-county ama constituency level. Karibu. Vake ni Nancy Muriena. Ndio Mungu. Asante. Sasa ni manyo msala kwesi. Nakala nandu ombukuso we kauchai. Aneka mangala ana. So bila mumbu ilaita. Manya hono somo wata hewe na kilo mo khalo ngo ilaita. No Nancy karibu mpili. Niyo papa ko lana no so bila kama ile kio kasi kale kako. Sese banjo si abundu fulani. Papa Nancy no msala sana. Keche skulu yes na hata saka kama somo na hata saka zina bechanga ni mtu mkono yewe. Olindera chikaratasi chasi kwa ofisi ni munyola munanda. Ano lineno. Baadaye ni jema yana ndane hapa ngasabu kusokulai. Khane mundu kundwa amite. No, I think
lulu kuzaa lula ita onanzi nyola nano mai ramu kamani at least futa pumps then you start again. This is a starting point onata hena lona kusa baba pa senta kita nyola senje neno kwa nyola ita no kende nende va takare ngabano kwa field we shall show you how to get money and how to make money. Ano baba ko la biashara baba ko la biashara kile biashara kai ka hoises this nigga kaso kunyela kini biashara no mo kisia ndio biashara asante ono kusoma na kuendelea baba hasoma aendelea nanzi baba ke pambana la yesi pambana ni kola na kamba au kama gali asante ko sababu Gilbert na Masaka Tara is my mentor zendi Rwanda na hakasna ndi hanyora kumchira na kuene nyama tareke no le kula asante kanisa Nanzi kama mgeni naishi Mjamba. Mimi kwa majina naitwa Masimu. Wengi wanamjua Masimu. Hata nikiwa hapa wana jina wengine wanajua. So Nanzi hata nimeshukuru. Nilikuwa nawaza ni nani kwa chief. Mita haiko inafika. Lakini vile niliingia nikapata kumbe Nanzi mwenye alikuwa anakuja pia training series. Mimi ni nothing also interview kabisa tampon. So Nanzi anakupigia. So kitu ya kwanza vile nilikuwa nimekaa hapo nikaweka wimbo nikaona mama I think ni about 65 anaanza kudance. Alafu kitu nikajiuliza juzi sijui ama jana Uhuru anasema tuende polepole wazee. Kumbe anatupeleka nyuma. Mwanzo hili kwenda haraka. So time ya haraka naona. So kitu ya pili tunamshukuru Mungu umesoma. Unajua hii profession yenye umesoma hii si mchezo. Tunaongea tu hapo lakini kwenda yenyewe vitu zenye tunasoma si mchezo. Ukiona mtu ametrain akamaliza akikwambia zile anapitia iko kama jeshi. Unajua sisi tuko kama wanajeshi. Wakisema tuende mbele hivi, uliona hata wakati wa corona nyinyi wote mnaenda nyumbani lakini sisi tunabaki hapo. So hii training si mchezo. Kitu ya pili very expensive. Iko demanding. Sasa nashukuru Mungu. Kingi wakati huu very expensive things na amefanya Nanzi umesoma. Tatu narudi kwa Nanzi hii profession ni calling, sio professional apart from so professional is a calling ya kwamba unaacha pesa kando kidogo kuhudumia wananchi. Najua ukiwaza mambo ya pesa kwa hii profession utasahau kuhudumia wananchi. So this is what tunasema is a calling. It's not just a profession. Yenye unaenda pesa ziko. Ukiweka hizo pesa mbele utaacha wananchi wetu. So Nanzi amekuwa na sisi. Kati alikuwa anasoma anakuja anafanya training ni Serisha. So he's a qualified professional now. Kama mko na shida, I think tukimaliza after video kuone. Baadhi kwa shida huko nazo za medical, Nanzi yako qualified. Kwa sababu tumemhandle kutoka Serisha. Kwa hayo Nanzi karibu feel. Najua vile mwenzangu amesema saa hii daktari yako na mzigo mingi. Penye umefikia hapo tunaelewa uko tobe ya kumendei. Unajua hiyo pili yetu. Uko tobe ya kumendei. So kwa hayo nakutakia kila la heri. Kama kuna although wanasema experience also iko, unaweza soma na experience pia ina maana. Kama kuna jambo pia unauliza kwa field sasa umekuta field, bado sisi tuko tunaweza kusaidia, tunaenda hivi. Sasa kama kuna
Tulia, karibu kama hii nafasi. Ningependa tu kukaribisha wageni wenye nilikuwa nimetembea nao, lakini mimi ndio mwenyekiti wao. Kuna kitu nitaongea kuhusu area hii. Hii area ni area ya muhimu sana. Tukikuja kwa mambo ya ukulima wa kahawa, mkisikia mtu Ronald Makasi, Ronald ni mzuri kuje mbele watu wakuone. Alafu mtu anaitwa Robert Pasingongo, sana sana anapatikanaga kwa mambo ya siasa ya kahawa. Ni mzuri tusonge hapa katikati kwa maana picha inachukuliwa. Wili huko hapa. Hao watu nimewaamuza na sababu. Nataka tu nishukuru hili jambo, kwa maana wazee hawajagua wazee wachache. Mkisikia mambo ya kahawa eneo la Jiskaki, hao wazee ni wataalamu. Na hata kama ni siasa kupangwa, wanga inapangiwa kwa store yao. Lakini kuna vile mambo ilifika mahali ikaenda na tukakorofishana nao, lakini haikuwa kwa ubaya. Nataka tu nishukuru ile eneo la Namtoholo, imekuanga ni area moja kubwa sana kwa mambo ya kahawa. Area ya Namtoholo inasikika paka ng'ambo, mahali kuna wazungu ambao wanakunywa hii kahawa yetu. Na kusema kweli, kupitia ile eneo la Namtoholo, society nyingi kweli imepatikana haya maeneo ya Mlima Elgon. Tunapoongea hii Jiskaki imesaa zaidi ya society 12. Society ya mwisho imekuwa ni Kapkot. Na nikiwa mahali hapa kama mwenyekiti, pia nina nafasi ya county, kuna vile tumesaidia watu wetu. Na ninapoongea hivi, kuna initiative yenye tumekuja nayo juzi, kwa maana tulikuja tukakundua mambo ya kahawa. Shida kubwa hii inakuanga mambo ya nutrition na spray. Juzi tumepatana na watu wa Safaricom, wametuletea drone ya kuspray kahawa. Ukiwa dakika 5 ya kahawa, watatumia 30 minutes, watakuwa wamemalizia shamba. Na juzi wamekuja eneo hili wakafanya demonstration, na hata tunapoongea hivi saa hii wako kwa ground. Kuna vijana wako kwa field wenye tumewapatia hiyo kazi, wako wana identify wakulima. Mkulima mwenye wako na kahawa na anataka kuspray, kwa upande wetu sasa saa hii sio shida. Sababu ndio niseme, kwa maana watu wengi walikuwa wanachukua madawa, lakini knapsack zenye zilikuwa zinatumika haingemaliza mwezi moja, na tukakundua kwamba ni vitu vikubwa. Na nataka tukushukuru hao wazee. Mzee Ronald mnapomuona hivi ni mkulima bora eneo hili. Wageni wengi wamemtembelea. Na Willy sana sana, unajua sisi ndio tumekuwa ukombozi. Willy amekuanga messenger wetu na tumefanya kazi mzuri. Nataka tu nishukuru area chief. Hii eneo letu mzuri, tuambie ukweli wa mambo, uboreshe mambo ya kahawa, kwa maana tumekuwa na bei mzuri. Na mambo ya kahawa sana sana inakuanga tu ubora. Hasa kufikia mahala pale, nilikuwa nimetembea na timu. Hii timu ya society imetembea, na ni mzuri. Itawapatia tu watu wengine wataongea majina, lakini nitapatia huyu mzee Jeskimoa ataongea kwa niaba ya society. Vile wametembea na baadhi ya society, ikifika wakati wa zawadi watakabidhi Nancy. Nafikiria tu kwa hii nafasi nitaanzia kwa Willy tukiendelea. Asifiwe. Asifiwe tena.
Kwa mimi sina mengi isipokuwa tu leo ni kuja kufurahia tu ama kusherehekea. Ongea na nguvu. Yaani kusherehekea siku hii ambayo ni nzuri, ambayo Nancy ametuandalia na wazazi wake kwa siku hii ya leo. Kwa hivyo sina mengi, leo ni furaha tu peke yake. Nami kwa majina mmeambiwa ni Wilfred Muskoro, mkulima wa kahawa. Asante. Basi kwa mara nyingine ya pili kurejelea mbele yenu. Kwa majina kwanza ni Magasi Ronald. Ningependa kusema tu kidogo juu ya historia hapa Malakisi. Nikianza na rafiki yangu aliyokuwa by then na bado angali yupo na ni kijana wangu sasa, Matasero, pamoja na Mr. Kurwa, pamoja na mwingine alikuwa anaitwa Joseph Kurwa. Hao ndio katika rika yetu wakati ule ndio tulianzisha kupanda kahawa. Na kahawa wakati huo ikashika chini, alafu vijana ambaye sasa ndio chairman wa society ya Skaki pia wakakuja nyuma yetu na wakaendeleza kilimo ya kahawa jinsi Malakisi ilivyo sasa. Yenyewe amesema kwamba tulikuwa na itilafu kidogo pale. Kwanza namshukuru kijana huyo Jackson Kurwa, wakati tulikuwa tunapigania siasa ama tukitetea kwa wale walio wanyonge. Naamini yeye alikuwa mmoja wapo kati yetu na tukamweka yeye awe mbele yetu pale kanisani. Kuna kanisa fulani pale ng'ambo ambapo tulimtawasa yeye ili aje achukue nafasi katika society. Na kweli Mungu alikubali na akachukua nafasi hiyo. But katika ile wakati tukiwa akiendelea tulikuwa na itilafu kidogo ambaye huenda pia yeye anaelewa, na mwisho tukakorupiana. Basi tukaenda msitu kidogo, tukapambana na hao, pati mwisho tukakuja tukasalimu amri na tukaacha jinsi ilivyo. Na kwa sasa kitu ambaye ningependa kuomba wana Malakisi village ni kwamba tuendeleze kilimo ya kahawa. Mimi ni kwamba kama ingekuwa ni kilimo ya kahawa, nina hakika singefundisha mtoto yoyote. Wenda kati ya watoto wangu wengi wangekuwa ni machangini kulingana na vile wengi wanafanya. Kahawa mimi imenipromote na imepromote pia wakulima ambao wako Malakisi, ambaye pia walitikia mwito kutunza ule mtu wa kahawa. Kwa hivyo mtu wa kahawa ni kuitunza. Kubali mawazo yako yote, nguvu zako zote, bidii yako yote uelekeza katika kilimo ya kahawa, ambapo kulingana vile mwenyekiti amesema bei ya kahawa ni nzuri. Ilifika wakati mwingine miaka kadhaa hapo nyuma bei iliyumba na nikaamua kung'oa. Nilipong'oa mwaka uliofuata bei ikaruka juu, so ilibidi tena nirudishe kahawa katika ile nafasi, of which ili regret kwamba singeng'oa. Kwa hivyo wenzangu, wakulima wenzangu jumla katika hii sub county ya Cheptais, najua mmetoka sehemu mbalimbali, sio tu Skaki pekee. Hii ujumbe ya kuboresha kahawa inabidi kila mmoja wetu ambaye na kwenda kueneza hii ujumbe kwa wale wakulima wengine pia ambaye wanaweza kuwa wana kahawa, wabidiishe katika kilimo ya kahawa, ili katika sub county ya Cheptais tuwe na pesa kutokana na hii sawa la kahawa. Sehemu zingine nimewahi kutembea kama Nyeri na kwinginepo kule Central, wakati mfupi niliona wale watu wakulima wa upande ule wamepiga hatua zaidi kulingana na hiyo kilimo ya kahawa. Na ni maajabu nikaona ya kwamba hapa tulikuwa tungali nyuma. Nilishuhudia Samsako kule Nairobi ambayo inatoka katika Central na inatokana na societies za kahawa. But Bungoma hakuna society yote ambayo imejenga ama imekuwa na buildings kubwa kama nilikuwa nashuhudia kule Nairobi. Hapa Bungoma hakuna. So inamaanisha nini? Kwamba huenda pia uongozi upisha kidogo.
Pia huenda uongozi inaweza kuwa na shida fulani pale, ambayo huenda wakulima wetu waweza kupiga hatua kufikia kama watu wa Central. Kwa hivyo kwa haya machache, tutunze mti wa kahawa na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Paul Matanda, nikiwa secretary wa audit kule Jeskaki. Kuna Jeskaki nimepika hatua moja na wili hivyo ni kwa sababu yangu. Bwana asifiwe. Majina naitwa Jasmine Watima, nasimamia area ya Jeskaki mpaka Mwato Equity. Naomba nikushukuru msichana wangu, unaendelea hivyo. Rudi tena hapa kama umemaliza PhD. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Lazaro Wanandisi. Nataka kumshukuru Mungu kwa kutusaidia ili akatuletea msichana wetu Nancy akawa jinsi ilivyo. Ina historia tu fupi kulingana na daktari huyu Chepkwesi. Wakati alikuwa amepita mtihani wake akienda college, alikuja katika society, tulikuwa na duka na bado hilo duka liko. Mimi ndio nilikuwa muuza duka hapo, na tukamuokotea kwa blanketi, mashuka na vitu vidogo vidogo kwa ajili ya kwenda college. Na nashukuru Mungu kwa sababu yeye alipata usaidizi kutoka katika lile duka ama mambo ya kahawa, na ikamsaidia akapita akawa katika nafasi ambayo hapo sahihi, na ilimwezesha kupitia kwa hayo akawa na uwezo wa kufundisha Nancy afike wakati katika kiwango hiki. Nashukuru Mungu sana vile wenzako wamesema. Mimi baada ya kumaliza masomo, najua si kusoma nikafika karibu hapa, nilifika level form 6. Na kazi ilinikosa na wakulima ndio waliniandika kwa duka hapo. Nifanya kwa duka, baadaye nilipomaliza mambo ya kufanya kama mfanyakazi, nikachukuliwa tena kama mwanakamati. Kwa hivyo nawakilisha area ya Jeskaki, mimi pamoja na mama Jacqueline tunafanya kazi kwa pamoja. Kwa hayo mengi nasema tu Nancy, Bwana akubariki na akuinue katika kiwango kingine, ili tuwe tukifurahi wakati tunaingia hapa mara tena. Bwana wabariki sana. Bwana pewe sifa. Mgeni wa heshima, wale wote tumejumuika pamoja kwa nafasi hii, nasema Mungu apewe sifa. Nafasi kama hii sio rahisi. Unapoendelea na masomo kule mbele, nimekuja kutofautisha kwamba huko mbele ukienda hakuna mtu atakufuatilia fanya hivi fanya hivi. Huko ukitaka usome, ukitaka ukunywe, ukitaka ufanye nini, ila kwa utakupata kwa mtihani. Katika klasi moja hukufanya, kwa hivyo you cannot graduate. Asipa sida na hii inabadilika hivi. Kwa hivyo nashukuru msichana wetu mahali umefikia. Tunaambia Mungu asante, nakupa kongole kwa nafasi hiyo. Huenda nitasahau majina yangu. Mimi ni Jestimoa Kibaba. Kwa bodi ya Jeskaki niko Honi Secretary. Nawakilisha sehemu ya Namtoholo Lodge. Ilikuwa Namtoholo Lodge, lakini saa hii Malakisi na Namtoholo ni area mbili. Sema natoka Malakisi, mimi nachukua Namtoholo. Kwa hivyo kwa niaba ya society ya Jeskaki tumeleta kongole zetu kwa msichana kwa kufuzu kufikia kiwango hicho. Tuliambiwa kwamba kozi hii ni ngumu, na kweli ni ngumu. Nina mjomba wangu ni profesa kule Moi Teaching Referral, Profesa Tenge. Nilienda kwake akaniambia hii kozi hatuwezi kupitisha tu mtu kwa urahisi, kwa sababu anaenda kudili na maisha ya binadamu. Hiyo kitu ambacho unabahatisha ufanye shortcut ukuje nje mpaka uhakishe umepitia zile nafasi, umeiba sawa sawa, watasema tosha, enda udumie nje. Kwa hivyo msichana wetu amepitia kiwango hicho, tunashukuru. Mungu akubariki sana. Sitaki nichukue muda mrefu kwa sababu ni mwalimu, naelewa ukiangalia watu wanasema uko naenda sana. Shukrani. Kuna kitu ataongea, natafuta faraja ya moyo wangu. Kanisa ambalo limeandaa sherehe ya siku ya leo, jamii hii, yangu Morris Mateselo akiwa mkubwa wa jamii hii,
idara ya afya, hasa wahudumu ambao wametoka Sirisia sub county, na Wakenya wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Hamjambo? Jambo. Asante sana. Mimi nachukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa kutuandalia hafla hii, hasa kwa mgeni wa heshima. Nataka tu, nimekuja na wageni wawili wajitambulishe ndio nimalizie. Karibu. Kanisa na wananchi wengine, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Eric Haliali wa Sing'ong'o. Najua ile wakati waliita makasi mzisikuja, maana nilijua nitapewa nafasi. Najua Robert ndiye anasikikana sana, maana yeye anakaa huko nyumbani, mimi nakaa kule Sirisha. Hata najua huwezi ukanijua, lakini kama unajua kuna baba yake anaitwa Patrick wa Sing'ong'o Mwalimu. Mimi ndio firstborn wake. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Mimi nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu pasipo yeye hakuna lolote lile tungeweza kuwa tukafika mahali hapa. Kwa hivyo kwa majina naitwa George Wadiaula, coordinator of village elders Cheskaki sub-location. Nashukuru chief na ofisi yake kwa kunipa nafasi kwa kukaa mahali pale. Na nikikaa mahali pale, wengi wenu mnajua ni mzee mshauri. Bwana asifiwe. Amen. Na napenda kushukuru msichana wangu. Nasema mama, wacha Bwana akukumbuke. Na ameisha kukumbuka, na nitarudia kusema aliyesema ya kwamba wewe si wa eneo hili, wewe ni wa watu wote dunia mzima. Kwa hivyo maintain respect hiyo na uzidi kumwabudu Mungu. Kwa hivyo nasema wazazi ambao wamejinyima, Bwana azidi kuwabariki na apate kufungua njia ya mapato mbele yenu na msaidie na wengine. Kwa hivyo kanisa letu andalisi, asante kwa maombi yenu kwa ajili ya boma hili. Madhabahu ndiyo na determine baraka zote kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo shikilia na usimame pamoja na kanisa ambalo linajulikana. Kuna makanisa ndiyo, lakini chagua na ujue ni wapi ambapo amani inapatikana na baraka zinaonekana. Nashukuru kanisa la Jeshi la Wokovu ambalo limeleta amani katika boma yetu. Mungu apate kuwapatia. Asante sana. Nataka kwa utangulizi niseme mimi ni mmoja wa jamii hii. Hao vijana wametoka hapa, huyo kijana ni kijana yangu. Mama ambaye anazaa Daktari Chekwes ni shangazi yangu. Pia Chekwes daktari ni mtu wa rika yangu. Kwa hivyo ni rafiki pia, na nilishukuru kwa sababu siku ile Jumatatu nilimuona hapo kwa njia akipanda pikipiki akielekea kwa kazi. Wakati nafika kwa ofisi napata message inaita kwa hafla hii ya siku ya leo. Nikashukuru sana. Nataka niseme hivi, wahudumu wa afya wengine wameenda huko. Nataka kusema Nancy, with a great honor I want to say thank you and congratulations to have achieved this. Najua kwamba sio rahisi, lakini Mungu ambaye amekuongoza ukafikia wakati umefika, umekuja nyumbani ili kwamba tukapee Mungu shukrani, nasema ni asante. Wazazi wako, kwa niaba ya serikali hii, nataka tukutakie kila laheri unapoenda kufanya kazi. Wahudumu wa afya mara nyingi hasa wa mama, najua sasa nikiongelea Nancy pia akiwa sijui wao wana, especially nurses wanakuanga wakali. Sijui inakuanga, is it within the profession? Kwa sababu kuna wenye wa in charge. Is it within the profession wakuwa wakali or what is it? Because sometimes naenda tu sister, kwanza sisi wanaume wanakuwa wakali kwetu sasa. So I'm kindly humbly requesting kwamba Mungu amekupatia nafasi kuhudumia maisha. It is a very big privilege. Sio rahisi uhudumie maisha. Watu wengine sisi tunasukumana na watu wa pombe, tunasukumana na wezi na watu wengine, lakini wewe umekupatia maisha ya binadamu. It's a great honor. Kindly jua kwamba Mungu ana kila sababu.
Wakati ulizaliwa, Mungu alikupatia nafasi, akasema wewe kazi yako itakuwa kuhudumia uhai, na unaposhughulikia uhai ndio unaendelea kupata baraka zilizo nyingi. So kidogo tu vile mwenzangu alikuwa amesema mapema, wewe fanya kazi yako, na daktari walisema usiangalie pesa, kwa sababu pesa haishindi uhai. Save the life of a person, then later God will reward you. Nataka nishukuru daktari, ameshughulika sana. Najua hali ya kulipia watu KMTC, it is very expensive. Mimi nilikuja kwa hii kazi nikiwa nimeanza kulipa hiyo fees, na imenisumbua. So I know mwalimu daktari yenye amepitia, tunamshukuru na tunapatia tu neema kwamba Mungu ajalie msichana wakati amefika saa hii, you can be able to pursue whatever level yenye unataka. Kwa saa hii waacha mzee pia ashughulikie hao wengine ambao wamebaki. Mwisho tu sitaki tumalize muda because najua kwamba natumai neno liko, na baada ya neno najua tutakula. Daktari alisema michele itakuwa. So hatutaki pia tupoteze chakula ipoze, ndivyo? So nataka tu kusema kwamba watu wa Cheskaki tuenzi mambo ya elimu. Mimi nikiwa kiongozi wa eneo hili najivunia hasa kijiji hiki, kwa sababu kuna wakati tumekuwa na corona, vile walikuwa wanataka mambo ya community based education. Niliambia wakaza wote walete walimu ambao wote wanafunza katika area zao. Area hii ndio ilikuwa na walimu karibu 10 na kitu, na wote wanatoka kwa familia ya Chebusi. Hakuna mtu alikuwa anatoka nje. There were around 12 or so from this family. Thank you so much familia ya Chebusi. Naomba tu tuendelee kuhimizana. Kenye nitaomba tu Daktari Kurwa, angalia sasa kama hakuna mtu amepatikana kwa boma fulani ya Chebusi, si hapo tuende hapo tupeane nguvu hapo, pia tuinue hapo mtu, ndivyo? So that ikuwe tu sasa it's an all round thing, alafu tusaidie pia na jamii yetu, itakuwa vizuri sana. Hii familia pia katika mambo ya ukulima ni watu ambao wako mbele. Nataka si kwamba tuendelee hata hii mambo ya kahawa, chairman ameongea hapa. The economy of this place inapikwa jeki na ukulima. So wacha tujaribu tufanye ukulima utupatie pesa, tusaidie watoto wetu waende shule. Uzuri wa hii pia familia, watu wanamuja Mungu. Ndugu yangu Matesero aka hapa, na kuna wachungaji wengi katika mji huu, kumaanisha pia Mungu amewapatia baraka kwa sababu mnamuja Mungu. So wacha tukaenzi maneno ambayo yatatusaidia sisi tukaguze jamii zetu kwa uungu, kwa masomo, na tukahakikishe pia tunajiendeleza katika kilimo. Itatusaidia sana. Nafasi hii nataka niseme tu Mungu wa amani, daktari na mama wa boma hili, kwa sababu inagharimu hasa mama kukaa na kuomba, kusimama katika pengo kwa watoto hawa hasa wanaenda katika vyuo huko nje. Watoto wengi vile mwenzangu amesema hapa, huko nje maneno yenye yanafanyika, ukifika graduation ifanyike vile imefanyika, sio rahisi. So tafadhali tushukuru mama pia kwa kuwa amekuwa akiombea huyu mtoto. Jana jioni napoongea kuna mtoto pia ambaye amemaliza shule. Sio anatoka tuikuchama wapi, amepata ajali na mwela amekufa. After completing the course the way we are talking. So it's a great honor to see our girls seated here. Wacha tushukuru Mungu kwa sababu amekuwa na kusudi na sababu msichana wetu amalize na afike katika boma hili kwa ajili ya shukrani. Sitaki kuwapotezea muda wakati huu. Natumai kila mmoja anajua kwamba kidogo ichapokuwa kuna wave imekuja ya corona. Wacha tujaribu vile tunaweza, tuzingatie, turudi kwa maagizo ya afya, na hasa zaidi tuende tuchanjwe. Wacha dhana, unajua kuna watu wengi sana wanakuja na dhana mingi, ati ukichanjwa sijui utakufa. Unajua hata kama utachanjwa bado utakufa tu kama ulikuwa unahitaji kukufa. Lakini wacha tuende tuchukue hiyo chanjo, itatusaidia ili kwamba tukakuwe na kinga ya mwili wetu, ili tukaendeleza maisha yetu kwa hali ya kawaida. Mimi naitwa Metala Morris, nikiwa naibu wa Chief Cheskaki. Mungu akawabariki. Wakati mwingi leo hii mnapata chanjo yenu Sirisha.
So wale hamuchapata chanjo zote ziko, muje kwa wingi. Mambo yenye assistant chief anaongea, watu huongea ikiwa tumekaa huko, huwa tunaongea kuhusu hiyo sindani, mambo mbaya. Wakati watakwambia, na hata imesemekana utaenda kwa ofisi ya chief ukiwa na hiyo cheti. Afadhali tukuje kwa wingi tupate hiyo chanjo iko. So nataka kuchukua hii nafasi kurudishia MC. Mambo mengi ni watu wafupi sana, nataka tuchukue dakika 30 hapa. Tutaanza hivi, tumekaa sana. Twende kumuita Ikones, twende kuimbe wimbo moja nikaribishe makanisa. Nataka mtupatie praise moja na kwa ufupi. Karibu wachungaji wa makanisa mbalimbali. Kanisa andalizi, mgeni wetu wa heshima, wageni wote ambao wameweza kututembelea kwa siku ya leo, nasema kwamba Mungu wa amani akazidi kuwabariki. Nikiwa kwa Boma, maana mimi ni wa hapa, jinsi assistant amesema kwamba Boma hili ni la wachungaji wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila kupoteza wakati, ni mchungaji Frida Steven, nikiwa ninahudumu na kanisa la Save Our Souls pale Mbakazi. Na Mungu wa amani akubariki. Amen. Haleluya. Amen. Igaste Yesu. Igaste Mogorio. Situsemeko ya kwa Jebusi. Amen. Kwa hivyo mimi naitwa Overseer Senior Pastor Gladys Jebusi Matasero. Nimeokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa moyo wangu. Kwa hivyo mimi ninahudumu katika kanisa la Toba na Utakatifu. Tunahubiri Yesu anarudi, kwa sababu alisema ninaenda kwa Baba na nitarudi tena. So kwa hivyo Yesu huyo anarudi. Let us prepare the way. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pia nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Nikisimama mbele ya madhabahu najisikia kama niko nyumbani. Kwa majina naitwa Pastor George Waliaula, mmoja wa KAG pastors na kanisa langu liko na Mwela. Bwana apate kuwabariki. Mtumishi Lazaro Wanambisi katika kanisa kule Masaba upande wa Mwela. Kanisa linaitwa IFC. Kutaongoza kanisa la Jeshi la Wokovu. Mama Wananzi anashiriki na kanisa la Jeshi la Wokovu. Hata sisi ama wewe unapo mahali umekaa utambulisha kikosi chake ili tukaweze kuendelea. Kanisa andalisi Ronald na Christine Chekwesi wanashiriki katika kikao cha mnatiwa. Nao tunayo viongozi ambao wamekuja, nitawaleta wamsalamie alafu kukaribisha mama. Mkaribisha assistant wangu Cheben, karibisha wageni. Mimi ni host. Meja Kunga ni mjomba wangu, ni mkubwa wangu pia. Kwa hivyo ninaposimama hapa ninasema asante. Boma hili tangu siku zile lilikuwa likikaribisha watu na linaendelea kukaribisha watu na tunasema asante. Kwa hivyo nasimama hapa pia nikisema ya kwamba sisi kama Jeshi la Wokovu, mji huu ni tunaita tumaini, tumaini. Watu wa tumaini tunasema karibu pia. Tumekuja hapa kwa ajili ya mama wetu Christine na Bwana Ronald, tumesema asante. Kwa hivyo tumaini mtasalamia, mtawefu tu, sio tumaini Jeshi la Wokovu ya Mlatiwa tuwefu, asante. Ndio hao Jeshi la Wokovu yetu ya Mlatiwa pia wametoka Toroso, nimeshukuru. Kwa hivyo nitasimamisha assistant sergeant major wa Kimama apate kusalamia tu, alafu quarter mistress atasalamia, kisha nitamleta captain.
Semeni haleluya. Semeni haleluya. Kwa majina ni Elizabeth Nasmini wa Bomba, Assistant Sergeant Major, Kimama Tuo, ngatiwa kikao. Sifa. Namshukuru Mungu, amekuwa mwema kwetu, ametuunganisha pamoja makanisa yote. Nasema asante. Tena nasema asante kwake msichana wetu, sababu wanga anatukaribisha. Kuna wengine ambao wanasoma wanaona masomo yao hata hawataki kufikisha watu wa heshima kwa masomo yao, lakini yeye tukiingia hapa wanga anatuchukua kama Wakristo, na nasema asante. Una heshima na wewe utakuwa na hiyo heshima. Mama, niungane naye siku moja, wewe naye kitaka kujiunga naye. Mimi ni vile nilisema Shadrack Ronald, nashukuru kwa kutukaribisha na Mama Christine katika boma hili, na tunasema ni wengi ambao walifuzu, lakini kukaribisha wageni wengine hawajafanya hivyo. Hata mnakumbuka katika Biblia wale watu 10 ambao Yesu aliponya, ni mmoja tu ambaye alirudi akasema shukrani. Kwa hivyo tunasema asante. Nanzi, nasema asante. Wewe sasa sio wa boma hili, wewe sasa ni citizen ambao utahudumia watu wote. Tunasema tuendelee. Tunapoendelea pia wamekwambia ongeza, na kuna mmoja alikwambia the sky is the limit, lakini mimi nakwambia the sky is no limit. Unaweza endelea na upite. Kwa hivyo ninakuombea uendelee hivyo. Kwa hivyo tuendelee kufanya hiyo kazi na tuendelee kuhimizana katika Kristo. Kitu tu nitasema kwa Nanzi, amkumbuke Kristo. Yule ndiye atakaye kuwa mfungua njia. Yule ndiye atakaye kusimamia na uendelee vyema, kwa sababu si lazima pengine tuone ya kwamba wewe unaendelea na hujamtambua Mungu. Kwa hivyo tunazidi kusema ya kwamba unapoendelea katika kazi yako, kumbuka Mungu, tenga siku moja na uende kanisani ili tuendelee. Kwa hivyo watu wa area hii ambayo ni Malakisi ilikuwa na Mtoholo, nasema asante sana. Tukija hapa tunasoma vitu vingi. Pia kumalizia, siku ya leo imekuwa siku nzuri. Pia nikakutana na rafiki wangu wa zamani. Sikujua ya kwamba yeye ndiye babu wa Nanzi, Mzee Sato, ni head teacher wangu. Wakati mimi nilikuwa nikianza kazi, yeye ndiye alikuwa akitukaribisha huko. Na sikujua Mama Christine mtoto wa Mzee Sato. Sato ni rafiki yangu. Sato ndiye alikuwa mentor wangu katika kazi hii ya ualimu. Nami pia Mzee Sato nakwambia ya kwamba ingawa nilikuwa mdogo, kazi yangu pia ilifika tamati mwaka wa 2017. Kwa hivyo mimi ni mstaafu mwenzako. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa kunipa hiyo nafasi. Mleta captain pia anene nasi kwa ufupi tunapoendelea. Karibu captain. Tungepata wapi kama sio damu yake? Oh, kama sio damu yake Yesu, kama sio damu yake Yesu, huyu Nanzi tungepata wapi? Kama unanipata tafadhali. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ningependa kuchukua hii nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nasema asante kwake Mwenyezi Mungu, maana ana upendo, ana baraka za ajabu katika maisha yetu. Mungu asifiwe sana. Amen. Niwashukuru wazazi wake Nancy, Mama Christine pamoja na mmewe Ronald. Hakika siku hii kuonekana vile iko hivi ni kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, na walijitoa. Mungu asifiwe sana. Amen. Unajua zawadi tu nzuri unaweza patia mtoto wako ni nini? Masomo, elimu. Ni zawadi tosha sana. Mungu abarikiwe sana. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Mungu abariki hao wazazi. Amen. Walijinyima muda wao, walijinyima kukula vizuri,
wakajinyima kuvaa vizuri, wakaona huyu msichana akaende wapi? Shule. Na hakika Mungu huyu anayetujua, ambaye amebeba baraka zetu, alimmulikia dada huyu Nancy, akasoma kule shuleni. Kuna milima na mabonde, sio tu wewe. Mungu asifiwe sana. Kuna magumu Nancy alikutana nayo. Anti yake amekuja hapa akasema mengine ni siri yake na nani na Nancy. Lakini kuna mengine alipitia akaona kama anaisha kabisa, lakini Mungu akafanya nini? Akamuinua. Langu ni kusema heko kwako Nancy. Na unaposoma Biblia, maana naamini hiyo Biblia ni moja tu. Mithali 1:7. Suleimani anasema nini? Kumcha Mungu ndicho chanzo cha baraka. Mungu asifiwe sana. Ni mwito. Hiyo kazi yako, vile wengi wamesema hapa. Unaenda kuhudumia watu wengi. Watu wake Mwenyezi Mungu. Mtambulisha Mwenyezi Mungu popote pale utakapoagizwa. Enda na nani? Na Yesu Kristo, ambaye ndiye Mungu atakuongoza. Na katika hiyo kazi yako kuna baraka zilizo nyingi. Nashukuru maana wamesema usiweka tamaa ya pesa mbele, sivyo? Hii kazi ni mwito kama sisi wachungaji pia ni mwito tu, sivyo? Hatuweki tamaa ya pesa mbele. Tunatangaza Injili, lakini pesa inakuja nyuma. Mungu asifiwe sana. Kwa hivyo Nancy, unapoenda huko hudumia, save life ya huyo mtu. Na baraka za pesa zitakufuata. Na vyote ambavyo unavitaka unapomcha Mungu, unapomuomba yeye, unapoenda kanisani, atakujibu kwa wakati wake. Mungu asifiwe sana. Tunaelimisha watoto, si ya kwamba wakatusaidie sisi. Unamwelimisha mtoto ili ya kwamba akafanye nini? Aishi maisha mazuri, sivyo? Maisha ya kujimudu mwenyewe. Si ya kwamba tena aanze kukutegemea wewe kila wakati anakuja kwa mlango kukuomba wewe, sivyo? Lakini wakati mwingine Nancy, hao wazazi wamejinyima sana. Wamejinyima kila kitu. Hivyo kwako ukafanane hivi. Unapopata kidogo usiwasahau wakumbuke. Tunajua utakuwa na majukumu yako ama una majukumu mengi ya kufanya. Lakini unapofanya wakumbuke wazazi wako, maana ndio waliokulea, walikukuza, walinyima vyote kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Mungu atakase njia zako. Na Mungu atubariki sisi wote ambao tumekuja kushuhudia na kusherekea na kucheka kwa pamoja. Amen. Mungu atubariki sana. Nancy, you are so lucky. Maana wengi wanakupatia hosia, wanashuhudia juu yako iwapo unatabasamu tu na waangalia, sio? Mungu asifiwe sana. Na Mungu atubariki sisi wote. Amen. Asanteni kwa nafasi.